Itukuzwe damu ya Kristo! Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe mpendwa msikilizaji wa redio Mwangaza, kusikiliza tafakari ya ujumbe wa Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 4. Kila mwezi na hata mara kwa mara kuwe na mikutano ya jumuiya ambamo watajadili kitu chochote kinachohitajika katika kuleta ufanisi wa mambo. Kama kuna mashaka, msaada uombe kwa kiongozi mkuu wa shirika. Kila mwezi na hata mara kwa mara kuwe na mikutano ya jumuiya ambamo watajadili kitu chochote kinachohitajika katika kuleta ufanisi wa mambo. Kama kuna mashaka, msaada uombwe kwa kiongozi mkuu wa shirika. Ndugu wapendwa, maisha ya jumuiya yanahitaji umoja, ushirikiano na mawasiliano ya mara kwa mara. Ni vyema kila mwezi na hata inapowezekana mara kwa mara zaidi kukutana pamoja ili kujadili mambo yanayohusu ustawi wa wote. Neno la Mungu linatukumbusha umuhimu wa kushirikiana na kushikamana. Mithali sura ya 11 aya 14 inasema, pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa mashauri huja wokovu. Mikutano hii iwe nafasi ya kujenga, kusikilizana na kutafuta suluhu ya changamoto zinazojitokeza. Kila mmoja awe tayari kuchangia kwa hekima na unyenyekevu, akitambua kuwa sisi ni mwili mmoja wenye viungo vingi. Waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 12 aya 12 inasema, maana kama vile mwili ni mmoja nao una viungo vingi, na viungo hivyo vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Pale ambapo kuna mashaka au mambo yanapohitaji mwongozo wa juu zaidi, tusisite kuomba msaada kwa kiongozi mkuu wa shirika. Hii ni ishara ya hekima na si udhaifu. Kwa hiyo tushikamane kwa moyo mmoja, tukijenga utamaduni wa kukutana, kushauriana na kusaidiana katika kila hatua ya safari yetu ya jumuiya. Kila mkutano uwe chanzo cha mwanga, umoja na maendeleo, si tu kwa sasa bali hata kwa vizazi vijavyo. Tukumbuke daima kuwa Mungu yupo katikati yetu anapotuunganisha pamoja, kama ilivyoandikwa, kwa maana waliko wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Rejea Injili Mathayo sura ya 18 aya ya 20. Hivyo basi, kwa imani, unyenyekevu na upendo, tuendelee kusonga mbele tukijenga jumuiya imara yenye kusikilizana na kuongoza katika kweli. Itukuzwe damu ya Kristo! Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Pacomi Deogratias Mnubi, frateri wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu.